Hapa ni katika kikosi cha jeshi la kujenga taifa JKT Bombora 821 KJ, vijana wakiwa katika dozi sahihi ya kuimarisha mwili. Katika kufunga mafunzo haya ya awali ya kijeshi kwa vijana operesheni nishati safi, mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Jacob Mkunda katika taarifa yake iliyosomwa kwa niaba yake na Brigedia Jenerali Maneno Mabakila amesisitiza kuyaishi mafunzo na kudhibiti uhalifu. Mafunzo haya yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi, ambapo kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi. Ni wasihi mkawe vijana bora wakati wote kwa kujiepusha na vitendo vitakavyosababishia matatizo ya afya ya mwili na akili. Mkumbuke kuwa vijana ni taifa la leo na kesho. Ni ishara tosha kuwa taifa limewekeza sehemu sahihi na kwamba taifa litaendelea kuwa salama wakati wote, kwa kuwa lina vijana waaminifu wenye uzalendo na walio tayari kulitumikia, kulilinda na kulijenga taifa letu la Tanzania. Mafunzo haya ya awali ya kijeshi yamefungwa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua akisisitiza kulinda afya zao dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Hakika nawapongeza sana viongozi na wakufunzi wote kwa moyo wenu wa uzalendo na uhodari mkubwa. Hii inadhihirisha kuwa pamoja na uhodari wa wakufunzi, vijana wetu mlikuwa wasikivu na watiifu katika kupokea maelekezo mbalimbali mliokuwa mnafundishwa na wakufunzi wenu. Nawapongeza sana, tuwapigie makofi wakufunzi wetu. Vijana wangu mnaohitimu leo, naomba nitumie fursa hii kurejea baadhi ya maneno yaliyozungumzwa na viongozi wetu wa jeshi hapa mbele. Moja, nendeni kazingatia matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Sasa hivi vijana wengi wamekuwa wakijiingiza kwenye changamoto ya matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii. Tunafahamu dunia ina utandawazi mwingi, lakini tuendelee kuzingatia mila na desturi zetu pale ambapo tunakuwa tunatumia simu zetu, ili mitandao hiyo isitufanye tuingie kwenye changamoto. Ninyi mnafahamu, pamoja na kulinda mali yetu, lakini serikali inayo sheria ya cybercrime ambayo inadhibiti matendo yote yasiyofaa yanayotokana na matumizi mabaya ya mitandao. Ndugu zangu, pamoja na mambo mengine, naomba niwaase kama ambavyo tunawaasa mara zote watoto wetu, tusijiingize kwenye changamoto ya matumizi ya vilevi pamoja na madawa ya kulevya. Hili ni janga kubwa sana kwa vijana. Vijana wengi wanafikiri ili uonekane mtoto wa mjini, uonekane wewe mjanja, uonekane msela, basi vuta bangi. Vuta bangi uanze kuharibikiwa. Tujiepushe kabisa na matumizi hayo ya madawa ya kulevya. Ninyi bado watoto wadogo, ukijiingiza mapema kwenye matumizi ya madawa ya kulevya na vilevi, hautafikia umri huu tulionao sisi, lakini taifa letu litakwenda kuangamia. Nguvu kazi ya taifa itapotea. Ninyi mnafahamu athari kubwa ya matumizi ya madawa ya kulevya na pombe kwa vijana. Ndugu zangu, hapa duniani tunapishana. Wanangu, nataka niwaambie, tunawaandaa hivi ili sisi tunapoondoka mbaki mkiwa mmelishikilia taifa hili na taifa liendelee kubaki salama. Taifa haliwezi kuongozwa na utabangi, watumiaji wa madawa ya kulevya na walevi wa pombe. Nendeni mkajitunze, msikimbilie maisha. Nyie kwa hapa nataka kuendelea kusoma. Karibuni wote mmeomba vyuo wote, na mna ndoto, bado serikali wape kopo ili muendelee kusoma. Ndoto hizo haziwezi kufanikiwa ikiwa mnajiingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, pombe
pamoja na masuala mengine ya hoja. Kuweni na subira, tunawaachia dunia yenu hii, mje muiongoze ikiwa salama salimini. Tunategemea nyinyi ndio mtakaokuwa viongozi wa dunia yetu. Ndugu zangu, pamoja na jambo lingine, vijana wetu, ninyi ni Watanzania, mnayo haki ya kupiga kura, na Oktoba 29 ni mwezi ambao tunategemea kupiga kura. Nendeni mkapige kura, lakini pia mtoe hamasa kwa ambao wako nyumbani ili wawe sehemu ya mchakato wa kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura na kuchagua viongozi wanaofaa kuliongoza taifa letu, madiwani pamoja na wabunge. Ndugu zangu, niendelee kwa namna ya kipekee kushukuru sana Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa makuu ya jeshi na Jeshi la Kujenga Taifa na watendaji wote chini ya uongozi wa Meja Jenerali Rajabu Mabere kwa kusimamia kwa weledi mkubwa malezi ya vijana wetu na hatimaye kufikia viwango bora tulivyovishuhudia leo.